kwanza kwenye zoezi la kumtakia heri kwa siku yake ya kuzaliwa, lakini pili kwenye zoezi kubwa kama hili la kupanda miti. Sasa na mimi naomba mniunge mkono, tuungane sote kumtakia yeye kipenzi chetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na wale wote waliozaliwa naye leo tarehe 27 Januari. Tuwatakie wote heri ya siku ya kuzaliwa, tuwatakie maisha marefu, afya njema, tuwatakie mafanikio na baraka tele za Mwenyezi Mungu katika kila mnalolifanya, na tunamwombea Mheshimiwa Rais aendelee kuwa na mahaba makubwa na Watanzania wake, mapenzi makubwa na Watanzania wake, kulinda mandhari ya shule hii mpya mliojengewa na madarasa yenu 12. Kwa hiyo tutapanda miti. Kazi si kupanda, kazi ni kuitunza. Huwa mara nyingi sana tunapanda miti alafu ukija baada ya mwaka mmoja unakuta yote ile tuliokaa hapa leo tukapanda hayo mmeiacha. Ili tukubaliane kwamba wilaya hii ya Morogoro na majimbo yake mawili na halmashauri zake mbili zinaenda kuwa kinara wa kupanda miti. Na hapa Morogoro tulikuwa tumesema, tumeweka nia kwamba Morogoro tutapanda miti milioni 20. Mimi nakuombeni watu wa NEMA na watu wa TFS na Wizara ya Elimu na Wizara ya Mazingira kwa akina Dr. Shatu na nani wote kwa pamoja, wadau wote. Morogoro ni mkoa mkubwa sana. Tukipanda miti milioni 20 tutalingania na watu wengine. Sisi Morogoro tunajiwekea kwa kima cha chini kabisa tutapanda miti milioni 30. Miti ya karafuu, mtu mwenye akili yake timamu hawezi kukata mti wa mkarafuu akalima akachoma mkaa, kwa sababu mti mmoja wa karafuu kila mwaka ukiota vizuri unatakiwa ukupe sio chini ya $300,000. Mti mmoja wa karafuu si chini ya $300,000. Ukipanda miche yako 10 una milioni 3. Kuna watu wanakwenda mjini wanafanya kazi huko Dar es Salaam, wanalala, wanaamka asubuhi hawaioni hiyo milioni 3 kwa mwaka mzima. Wewe una miche yako 10 una milioni 3. Tukasema kwa programu iliyosimamiwa na rasi vizuri sana isema isomeshe kwa karafuu. Binadamu huyu anahitaji maji ili aweze kunywa kwanza, alafu na matumizi mengine yataendelea ya nyumbani mpaka viwandani. Ni rasilimali asilia ya Mwenyezi Mungu ambayo ametujalia. Hamna mahali pengine yote tunaipata kirahisi. Kwa hiyo tunahitaji pia kuyatunza maji, na ambayo katika kupanda miti vile vile tunatunza mtiririko wa maji. Tunasaidia hali ya hewa, lakini vile vile mzunguko wa maji. Lakini mheshimiwa, pia binadamu huyu anahitaji kula, na chakula hiki hakipatikani kwingine kokote kwa asili. Hata kama utasema kiwandani, asili yake ni kilimo, asili yake ni ardhi. Sasa ardhi hii ni rasilimali asilia ya Mwenyezi Mungu ambaye ametupa, ambayo ni lazima tuitunze. Tusipoitunza tija ya ardhi, ikiwa ni mazao yote ya chakula na ya biashara vile vile kwa ajili ya viwanda vyetu, itashuka, na ikishuka ni hasara kwetu sisi. Kwa hiyo hizi rasilimali lazima tuzitunze, tuzihifadhi. Kwa hiyo hata tukio hili la kupanda miti kwa ajili ya kumbukizi ya Mheshimiwa Rais ni sehemu ya utunzaji vile vile wa rasilimali ardhi. Zaidi ya nusu ya Watanzania milioni 30 tukiweza kupanda mti mmoja, tutakuwa kwa kiasi kikubwa tumechangia kabisa katika swala la uhifadhi wa mazingira, pamoja na kuhakikisha kwamba tunapambana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwetu sisi hii ni siku ambayo itaacha kumbukizi kubwa sana na kutoa chachu katika kuhakikisha kwamba tunahifadhi mazingira
kupitia tarehe 27 mwezi wa kwanza, ambayo ni siku muhimu sana ambayo mkuu wetu, rais wetu amezaliwa. Shule yetu ina mikakati ya uhifadhi wa mazingira ili yaendane na majengo ya shule yaliyojengewa kwa kuhakikisha tunatunza mazingira kwa njia zifuatazo: kupanda miti ya matunda na miti ya kivuli eneo lote linalozunguka shule, kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa wanafunzi kwa kuanzisha klabu za mazingira, utunzaji wa taka ngumu na laini ili kuweka mazingira katika hali ya usafi ili kuepusha mlipuko wa magonjwa, kuzitenganisha taka ili zitakazooza ziwe mboji kwa ajili ya mbolea ya kupandia miti, bustani za maua na mboga mboga. Na baada ya utenganishi, tunamwomba mkurugenzi wa halmashauri ya Morogoro katika idara ya mazingira kuziondosha kwa wakati ili zisigeuke kuwa kero. Rai yetu ni kuanzisha mashindano ya utunzaji wa mazingira na kutoa zawadi kwa watakaofanya vizuri. Bongo Play TV.